cha Zanzibar. Sasa maeneo kuna kisiwa fulani hapo katikati tumepata dhoruba, lakini ndo tupo kwenye eneo la tukio tunaendelea, ila mpaka sasa hivi tushatoa manusura 49. Kuna watu ambao wamefariki dunia katika tukio hilo? Mpaka sasa hivi wamethibitika wawili, mtoto mmoja na mwingine mwanaume jinsia ya kiume. Na mmefahamu mpaka sasa chanzo cha tukio hilo ni nini? Hapana, sijajua chanzo ni nini, bado tunaendelea na taratibu za uokoaji. Lakini pia kupata idadi kamili kuthibitisha, kwa sababu wenyewe wanasema walikuwa abiria na wafanyakazi na vibarua mle wabeba mizigo kama 52. Kwa hiyo hadi sasa tumewapata 49, kati ya 49 wawili ndio wanaokutajia ni wamepoteza maisha, ila watatu hatujawapata. Lakini bado hatujathibitisha kama ni kweli walikuwa 52, kwa sababu hatujaona kumbukumbu zozote walipoandika, isipokuwa tumeambiwa tuna wale manusura. Na watu hao ambao mmewaokoa mpaka sasa hali zao zikoje? Wamepata nafuu, kwa hiyo wamepelekwa kwenye huduma za afya. Washaenda kwa sababu boti ya kuwapeleka huko ilikuwa inabeba watu wachache, ila wameshapelekwa awamu ya kwanza kama 12 ambao tuliona walikuwa kama wana hali nzuri, lakini wanaendelea kupelekwa kule kwenye vituo vya afya. Na mmefanikiwa kuzima moto ambao ulikuwa unateketeza boti hiyo? Kwa kweli ilikuwa ni kwenye maji na ile boto hatukuweza kuuwai ule moto. Nini kinachoendelea hivi sasa katika eneo la tukio, kamanda? Sasa hivi hatua ya kwanza ni wale manusura kuwapeleka kwenye huduma za afya, alafu kuwatafuta wale ambao inasemekana wamekosekana, lakini kuthibitisha idadi ya watu ambao kama ni kweli walikuwa ndani ya hiyo boti. Nashukuru sana kamanda kwa taarifa hiyo. Basi tutaendelea kuwasiliana tupate taarifa za kina kuhusiana na tukio hilo. Asante, nashukuru.